بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. قال المؤلف رحمة الله عليه: التنظيم الأول تنظيم فرقة الإخوان المسلمين. Katika kuarifisha makundi haya mawili na kuyatolea utambulisho kama alivyotoa angalizo hilo katika mukaddima mfupi, ataitambulisha firqa Ikhwan al-Muslimin na firqa ya as-Sururiyya kwa ufupi, kabla ya kuingia katika misingi ambayo wameikiuka Ikhwan al-Muslimin na as-Sururiyya, wamekwenda kinyume katika misingi hiyo na kukhalifiana na mwenendo wa wema waliotangulia. Akaanza na kundi la mwanzo katika mlango huu tuliokuwa nao, akasema at-tanzimul awwal, kundi la mwanzo. At-tanzimul awwal, kundi la kwanza, tanzimu firqati al-ikhwan al-muslimin, uundikaji wa kundi la ikhwanul muslimin. Tanzimul ikhwanil muslimin min awaili fasailil harakatil haditha almuntasibati ila alislam. Kundi la ikhwanul muslimin ni miongoni mwa mapote ya harakati za kisasa ambazo zinajinasibisha katika Uislamu. Tanzimul ikhwan al-muslimin, kundi la ikhwan al-muslimin ni miongoni mwa makundi na mapote ya mwanzo katika mapote ya harakati mbalimbali za kisiasa zenye mlengo wa dini, harakati za kisasa ambazo zinajinasibu na Uislamu. Katika kauli hii tunapata kufahamu ya kwamba yapo mapote yaliyozuka hivi karibuni katika karne hizi za karibuni, mapote ambayo yana harakati mbalimbali ambazo
harakati hizo ni haditha za kisasa, ni harakati ambazo hazina muunganiko kutoka katika kizazi cha mwanzo cha masahaba, Allah waridhie, kizazi cha umma huu cha mwanzo ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekisifia kwa utendaji wao mzuri, bali kwa itikadi zao njema ambazo waliafikiana kwazo itikadi za kitabu cha Allah tabaraka wa taala na itikadi zilizomo katika sunna ya mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Ni miongoni mwa makundi ya kisasa al-Ikhwanul Muslimun, ni miongoni mwa mapote ambayo yapo katika kuanzisha harakati ambazo hazina muunganiko wa wema waliotangulia. Ni harakati ambazo wanazinasibisha na Uislamu, ni harakati ambazo wanazinasibisha na Uislamu. Nashaat ala yadi muassisiha Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna as-Sa'ati المولود عام 1906 ميلادية في إحدى قرى البحيرة بمصر، والمتوفى سنة 1949 ميلادية. نشأت على يد مؤسسها. Kundi hili la Ikhwanul Muslimun lilianza katika mikono ya mwanzilishi wake, aitwaye Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna. Kwa ufupi huwa akiitwa Hasanul Banna as-Saati. Hasanul Banna ndiye ambaye kundi hili lilianza katika mikono yake. Yeye ndiye mwanzilishi wa kundi hili. Hasanul Banna alizaliwa mwaka 1906 miladia. Hasanul Banna alizaliwa mwaka 1906 Hijria miladia fi ihda qura al-Buhaira. Alizaliwa katika mojawapo ya vijiji vya mkoa wa Buhaira bimisra, katika nchi ya Misri. Walmutawaffa, na alifariki mwaka 1949 miladia. Alifariki mwaka 1949 Hijria miladia. نشأت على يد مؤسسها حسن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي. Kundi hili la Ikhwan al-Muslimin lilianzishwa na Hasanul Banna, ambaye lake kamili ni Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna as-Saati, ambaye alizaliwa 1906 miladia na alifariki mwaka 1949 miladia. وقد تم تأسيس النواة الأولى للجماعة في مصر في شهر مارس عام 1928 ميلادية. Na hakika
ulitimia rasmi uanzishwaji wa kiini cha mwanzo cha kundi hili. Kiini cha mwanzo cha kundi hili ndani ya nchi ya Misri katika mwezi wa 3 wa kalenda ya miladia mwaka 1928. وقد تم تأسيس النواة الأولى للجماعة في مصر في شهر مارس عام 1928 ميلادية. Na hakika ulitimia uanzishwaji rasmi kile kiini cha mwanzo kabisa cha kundi hili. Uanzishwaji huo ni ndani ya nchi ya Misri yenyewe, ambayo ndimo alipozaliwa mwanzilishi wake Hasanul Banna. Katika nchi ya Misri ndani ya eneo la Ismailia. Kisha baada ya hapo likaanza kundi hili kuenea na kusambaa, likahamia katika mji wa Kairo, mji mkuu wa Misri. Kisha baada ya hapo katika miji mingine na nchi nyingine. Thumma tawassa'at da'iratuha wa intashara fikruha hatta wasala akthara min 72 dawla arabiyatan wa islamiyatan wa ghayra islamiyya. Thumma tawassa'at da'iratuha, kisha baada ya kuwa kiini cha mwanzo cha kundi hili kilianzishwa katika nchi ya Misri ndani ya mwaka huo, wigo wake ukapanuka. Tawassa'at da'iratuha, ukapanuka wigo wake. Wantashara fikruha, na fikra za kundi hili zikaenea, zikasambaa. Hatta wasala akthara min 72 dawla, mpaka fikra zake zikafika zaidi ya nchi 72 Arabia, nchi za Kiarabu, wa Islamia, na za Kiislamu, wa ghaira islamia, bali hata nchi ambazo si za Kiislamu. Fikra zikasambaa, fikra zikaenea za kundi hili la Ikhwan al-Muslimin. Baada ya kuwa mwanzo wake ni mtu mmoja na baadhi ya waliopokea awali fikra zake ndani ya nchi moja, ndani ya mji mmoja, lakini baada ya hapo likapokelewa hili jambo na watu wengi na nchi nyingi, na fikra zikasambaa na zikapokelewa na watu wengi na nchi nyingi. Takriban ni nchi zaidi ya 72 ambazo zimo za Kiislamu zenye asli ya Uarabu, na zipo ambazo si za Kiislamu moja kwa moja. Kwa sababu intishariha, na sababu ya kuenea kwa hili kundi na fikra zake, ash-shi'aratul barraqa, ash-shi'aratul barraqa, kauli mbiu zenye kuvutia, kauli mbiu zenye kuvutia, allati kanat tarfa'uha, kauli mbiu ambazo hili kundi lilikuwa ni lenye kuzitengeneza, kuzipeleka maeneo mbalimbali, kuzisambaza, kuzitoa sehemu moja kuzipeleka sehemu nyingine, kuzinadi. Hizo kauli mbiu zenye kuvutia ndizo ambazo zilikuwa sababu kubwa ya kusambaa kwa kiwango hicho fikra za Ikhwan al-Muslimin.
Kisha akataja kwa ujumla miongoni mwa kauli mbiu zenye kuvutia ambazo ndizo zilizobebwa na hili kundi na kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Akasema faqad kanat taz'umu annaha tad'u ila jam'i kalimati jami'i at-tawaif al-muntasibati ila al-islam. Faqad kanat taz'umu, kundi hili lilikuwa likidai, lilikuwa likitoa madai kuanzia mwanzo wa uanzishwaji wake, annaha, ya kwamba hakika kundi hilo, tad'u ila jam'i kalimati jami'i tawaif almuntasibati ila alislam, ni lenye kulingania na kutoa wito wa kukusanyika neno la makundi yote yenye kujinasibisha na Uislamu, kukusanya nguvu yao ya pamoja, kukusanya umoja wa Waislamu kwa makundi yao yote, upate nguvu yenye muunganiko wa makundi yote yanayoonekana sasa yapo tofauti na hayana nguvu ya pamoja. Kauli mbiu hii ni kauli mbiu ambayo inawakusanya mashia ndani yake, ni kauli mbiu ambayo inawakusanya al-ibadhiyya ndani yake, ni kauli mbiu ambayo inawakusanya ashaira ndani yake, ni kauli mbiu ambayo inawakusanya wote katika mapote ambayo maadamu yanajinasibu na Uislamu, basi wakusanyike pamoja na ahlus sunna wal jamaa, wapate neno moja, wapate nguvu moja. Bihujjati muwajahati tahdiyat, bihujjati muwajahati tahaddiyat allati tuwajihu almuslimin. Kwa hoja gani ambayo ilitumiwa katika mitazamo ya kauli ya mbiu hii ya kuwakusanya makundi yote ya Waislamu pamoja na tofauti zao za kiitikadi, wapate umoja wenye kuwakusanya? Hoja yao ilikuwa ni ipi? Fikra yao ilikuwa ni ipi? Mtazamo wao ulikuwa ni upi? Lengo lao lilikuwa ni lipi? Bihujjati muwajahati tahaddiyati, kwa hoja ya kukabiliana na changamoto, kukabiliana na vikwazo mbalimbali, allati, vikwazo ambavyo tuwajihu almuslimin, vinawakabili Waislamu, vile vikwazo ambavyo vinawakabili Waislamu wa Misri hususan, vile vikwazo ambavyo vinawakabili Waislamu duniani kwa ujumla, ili kuweza kukabiliana navyo, ili kuweza kupata nguvu ya kuvikabili, basi Waislamu kwa makundi yao yote wawe na neno moja, wawe na nguvu ya pamoja, washirikiane, wawe pamoja ili kukabili changamoto zao, ili kukabiliana na vile vikwazo ambavyo vina wagusa wao. Maadamu ni Waislamu, basi ule Uislamu wao wakusanye pia kwenye kukabili changamoto zinazo wakabili. Na wakati haya yanatokea, wakati haya yanaanzishwa, si ngeni hali kuwa hivyo kwamba Waislamu
wamepitia vipindi mbalimbali kwa ujumla wao, kupata vikwazo vyenye kuwakabili wao kama Waislamu. Kadhia mbalimbali zikaonekana ni zenye kuwakusanya Waislamu, pamoja na kwamba ni Waislamu wenye kutofautiana kwa itikadi pia, lakini zipo kadhia ambazo zinawakumba wao, zinaweza kuwakusanya wao, zinaweza kuwakusanya na wakawa na neno moja. Mfano kama vile kadhia ya Gaza, Palestina. Mfano kama vile kadhia ya kuanguka kwa dola ya Kiislamu ya Uthmania, ambayo kwa wakati ule Ikhwanul Muslimin wanaanzisha fikra hizi. Ni kipindi kifupi kimetoka baada ya kuanguka kwa dola ya Kiislamu ya Uthmania, kana kwamba ni fikra ya kurejesha ile dola ya Kiislamu, kana kwamba ni fikra ya kurejesha ile nguvu waliokuwa nayo Waislamu, kana kwamba ni fikra ya kurejesha ule upamoja ambao pengine umeondoka sasa. Lakini ndicho kipindi ambacho katika nchi mbalimbali za Kiislamu, za Kiarabu, bali hata ambazo hazikuwa za Kiislamu wala Kiarabu, lakini Waislamu walikuwemo ndani yake, ndicho kipindi ambacho kulikuwa bado kuna masalia ya ukoloni. Utawala wa kikoloni ulikuwa bado unaelea, bado upo, na hususan katika nchi ya Misri. Japo mwaka 1922 walitangaza kuwa huru, wakapata uhuru wao, lakini bado kulikuwa na nguvu ya utawala wa kikoloni wa Waingereza katika nchi yao. Hali kama hizi ni hali chagizo ambazo zilikuwa zinakuwa kama sababu na kama vile hoja ya kusimamia ya kuwakusanya makundi yote ya Waislamu wawe pamoja ili kupambana na vikwazo ambavyo ni mfano wa hivyo nilivyovitoa. Anasema hadhihi shi'arat albarraqa, kauli mbiu hizi zenye kuvutia, ja'alat an-nas yata'atafuna ma'aha, zikawafanya kauli mbiu hizo watu walipozisikia yataatafuna ma'aha, wakawa ni wenye kuzielekea kwa mapenzi na ridhaa, wakazipenda, wakazikubali. Wayuhsinuna dhanna biha, na wakawa na dhana nzuri na hizo kauli mbiu. Fi bidayati amriha, Sheikh akasema ni ule mwanzo wa jambo la Ikhwanul Muslimin, ni ule mwanzo wa jambo la fikra zao. Mwanzo watu wakawa na fikra nzuri na dhana nzuri kwa hizi kauli mbiu na wasimamizi wake. Watu wengi wakawa wamezielekea na kuzikubali kwa ridhaa na mapenzi ya ndani. ولكن الهدف الحقيقي لهذه الفرقة هو الوصول إلى سدة الحكم. Uhalisia Sheikh anaueleza hapa kwa ujumla, ambao ndio ambao utakwenda kuchambuliwa katika milango inayokuja mbele. Miongoni mwa uhalisia utakaokuja kuchambuliwa huko mbele ni huu: walakin alhadaf alhaqiqi, lakini lengo halisi, lengo la uhakika, lihadhihi alfirqa, lengo halisi la hili kundi la Ikhwan almuslimin, huwa alwusulu ila suddati alhukmi, ni kufikia katika utawala, ni kufika katika utawala na uongozi. Fahum yarawna,
kwani wao ikhwanul muslimin wanaona, wanamtazamo anna al-islah la yakunu illa inda al-wusuli ila al-hukm. Sentensi hii aliposema fahum yarawna ni sentensi ambayo inakwenda kuweka hoja katika kauli iliyotangulia ya kwamba lengo lao halisi si hivyo kama ambavyo wamelitoa kwa watu na watu wakalipokea kwa ule uzuri wa dhahiri yake, bali uhalisia ni kwamba wao lengo lao ni kufikia kwenye utawala kwanza. Kufikia kwenye utawala kwanza. Kama ni nchi, kufikia kwenye utawala wa nchi. Kama ni kitongoji, kama ni mkoa, kama ni wilaya, kama ni dunia, basi lengo la awali ni kufikia kwenye utawala na uongozi. Hilo ndilo lengo la asli na ndilo lengo lililolengwa na kundi hili. Sasa miongoni mwa hoja za hili akataja kwa ujumla, lakini atakuja kuchambua huko mbele kwa kauli za kundi lenyewe, kwa kutumia kauli za viongozi wa kundi lenyewe. Hapa anasema fahum yarawna, kwani wao wanaona, anna al-islah, hakika marekebisho na utengenezaji, la yakunu, hauwezi ukapatikana ukawepo, illa, isipokuwa, inda al-wusuli ila al-hukmi, isipokuwa ni mpaka kufikia katika utawala. Illa inda al-wusuli ila al-hukm, isipokuwa mpaka kufikia au wakati tutakapokuwa tumefikia katika utawala na uongozi, ndipo kutengeneza mambo kunaweza kupatikana, ndipo marekebisho ya hali yanaweza kupatikana. Kwa maana hiyo tupambane tupate uongozi. Kwa maana hiyo tuwe pamoja, makundi yote ya Waislamu, tupate uongozi na utawala. Kama ni wa nchi, tushirikiane na mashia na maibadhi na wengineo, lengo tupate utawala, lengo tupate uongozi. Tukishapata uongozi, maadamu sisi jina letu lote ni Waislamu, jina ambalo latukusanya sisi ni Uislamu, basi tukishapata uongozi tutaweza kurekebisha zile changamoto na vikwazo mbalimbali eti vinavyotukumba sisi Waislamu kwa ujumla wetu. Wakaona hivyo. Bali si hivyo tu, wayajaluna dhalika ruknan min arkanil islami alladhi yu'minuna bihi, wanajalia hilo jambo la uongozi na utawala ruknan, ni msingi, ni nguzo, min arkanil islam, ni miongoni mwa nguzo za Uislamu, alladhi yu'minuna bihi, zile ambazo wanaziamini, au Uislamu ambao wanaoamini, ni Uislamu ambao hauachani na msingi na nguzo ya kufikia kwenye utawala na uongozi. Na haya maneno yatakuja kuthibitishwa huko mbele kupitia kauli za viongozi wa kundi hili, viongozi mbalimbali kwa zama zao mbalimbali ambazo walipita katika utawala wa kusimamia kundi hili. Hapa ananukuu kauli ya mmoja katika murshidun wa hili kundi, mmoja katika viongozi wa kundi hili aitwaye Umaru at-Tilmisani. Qala Umaru at-Tilmisani fi ma'ridi hadithihi an inghimasi al-jama'ati fi as-siyasati inghimasan mufrita. Qala Umaru at-Tilmisani, anasema Umaru at-Tilmisani
huyu anazingatiwa kuwa ni murshidi wa tatu katika murshidun wa jamaatul ikhwan almuslimin, ni kiongozi wa tatu katika viongozi waliosimamia jamaa ya ikhwan almuslimin kuanzia kuanzishwa kwake na Hasanul Banna. Qala Umar at-Tilmisani, anasema Umar at-Tilmisani fi ma'rid hadithihi, katika wakati wa mazungumzo yake, an mazungumzo yahusianayo na inghimasil jamaa, kuzama kwa kundi la ikhwan almuslimin fi siyasati, katika mambo ya kisiasa, inghimasan mufrita, uzamaji wa kupitiliza. Yani yeye mwenyewe anakiri hilo, bali anakiri katika sura ya kuhuzunika, kama vile anahuzunika, lakini kumbe ndilo lengo lao. Anasema walakin lilasafi shadidi, lakini kwa masikitiko makubwa, walakin lilasafi shadidi, lakini kwa masikitiko makubwa, wa ana aktubu hadha, nami nikiwa naandika maneno haya, fi matali'i thamaninat, mwanzoni mwa miaka ya 80, yani kwa kalenda hijiria. Fi matali'i thamaninat, mwanzoni mwa miaka ya 80. Kada amalu shababi alladhi ya'malu fil haqli alislami yaqtasiru ala an-nahiyati as-siyasiyya. Kada, inakaribia au yanakaribia matendo ya vijana, alladhi yu'malu fil haqli alislami, matendo yatendwayo katika uwanja wa Kiislamu. Yanakaribia hayo matendo ya vijana wa Kiislamu yatendwayo katika Uislamu wao. Yanakaribia katika lipi? Akasema yaktasiru ala nahiyati siyasiyya, yanakaribia kukomea, kubakia katika upande mmoja tu wa kisiasa. Allati, siasa ambayo, dhahabat bil juz'il akbar min juhudi, siasa imechukua sehemu kubwa sana ya juhudi zao hao vijana wa kundi la ikhwan almuslimin. Mimma kabadahumul kathira, jambo ambalo limesababisha hasara nyingi kwa vijana hao. Wa adhaa alaihimul kathira, hilo jambo limewapotezea mambo mengi hao vijana. Wa kaannahu lam yaud fi da'wati llah illa an-nahiyatu siyasiyya, ni kana kwamba hakujabakia katika wito wa Kiislamu isipokuwa wito mmoja tu wa upande wa siasa. Haya maneno anayaandika huyu at-Tilmisani ni matokeo ya kiini cha mwanzo kilichojengwa na hili kundi. Matokeo hayo ni matokeo ambayo hata yeye kayathibitisha ndani ya kitabu chake ambacho amekiita Hasanul Banna al-Mulhamul Mawhub. Hasanul Banna al-Mulham al-Mawhub. Sheikh anasema ومن عرف واقع هذه الفرقة على الحقيقة علم أنها دعوة أنشئت لضرب السنة وأهلها.
na yeyote atakayetambua uhalisia wa hili kundi katika uhalisia wake, katika uhakika wake, alima, atafahamu ya kwamba ni kundi na ni wito ambao umeanzishwa lidharbi sunna, ili kupiga vita sunna, kupiga vita mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wa ahliha, na kwa ajili ya kuwapiga vita watu wa sunna. Waqad wudhi'at yaduha fi yadi al-masuniya, au waqad wada'at yadaha fi yadi al-masuniya, na hakika kundi hili limeweka mkono wake sambamba na mkono wa Freemason. Haya yote yatakuja kuthibitishwa huko mbele, na hapa anayaleta katika sura ya ujumla. Kwanza, waqad wada'at yadaha fi yadi al-masuniya, na hakika hili kundi limeweka mkono wake katika mkono wa Freemason, kwa maana msaada, upamoja, ukaribu wa kundi hili na kundi la Freemason. Wa kanat tatalaqa ma'unatin maliyatan min al-kafarati, na kundi hili lilikuwa likipokea misaada ya kifedha, ya kimali, min al-kafara, kutoka kwa makafiri. Wa ju'ilat matiyatan, na ili kundi likafanywa kuwa ndio kipando, min a'da'il muslimin, kipando kwa ajili ya wale maadui wa Kiislamu, litahqiqi ma'aribihim, ili kuhakiki malengo yao kwa Waislamu. Haya insha Allah taala yatakuja kuthibitishwa. Fahum man kana khalfa al-inqilabati wath-thawrat, fahum, kwani hao ikhwanul muslimun ndio waliokuwa khalfa al-inqilabati wath-thawrat, nyuma ya uchochezi wa mapinduzi mbalimbali na vurugu, migomo mbalimbali, allati tadakhala min khilaliha al-kafaratu fi biladi al-muslimin, migomo ambayo, fujo ambazo, mapinduzi ambayo kupitia upenyo wake walipenyeza makafiri na kuingia katika miji ya Kiislamu. Hiya jama'atun irhabiyya, hiya jama'atun irhabiyya, ni kundi la kigaidi. La tumathilu manhaj al-islam, haliwakilishi mwenendo wa Kiislamu. Wa innama tattabi'u ahdafaha siyasiyya, bali uhalisia wa hili kundi inafuata malengo yake ya kisiasa, inafuata malengo yake ya kiutawala na kiuongozi. Haya yote yameelezwa kwa ujumla na yatakuja kuzungumzwa kwa nukta ambazo zitayaweka wazi kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala, na litakuwa wazi hili kwa yule atakayefahamu uhalisia wa kundi hili kupitia kusoma, na si kupitia ashiarat, kupitia zile nembo na zile kauli mbiu ambazo ndizo zinazoonekanwa na kusambazwa kwa watu, zikawa zinalijulisha kundi hili kwamba ni kundi kwa ajili ya misaada, kundi kwa ajili ya huduma za kijamii, huduma za Kiislamu, kundi kwa ajili ya umoja wa umma wa Kiislamu, kundi kwa ajili ya kuondosha zile tofauti zetu na kuwa pamoja kwa yale ambayo tunapatana kwayo, na kupeana udhuru kwa yale ambayo tunatofautiana. Kwa atakayefahamu uhalisia, basi haya yatakuwa wazi kwake kwamba ni kundi ambalo limekuja na limeletwa fikra zake ili kuharibu sunna, kupambana na sunna na mwenendo sahihi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba radhiyallahu anhum na wema waliotangulia, waliishi katika mwenendo ambao kundi hili sasa linakuja kuharibu na kuondosha kupitia nembo na kauli mbiu zenye kuvutia watu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tutaanzia darasa ijayo katika mada al-ikhwan inqasamu ila qismain.
subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.